Hawezi kulalama sana. Kiswahili nimekuambia ni tamu hapa, labda kama sielewi tu. Pole Flavor. Wewe. Okay, umeimba muziki sana. Maybe hadi kwa sasa uko na songs ngapi hivi? Wewe. Hata sijui but ni more than 10, 20 huko ni mingi. Ni Hata mingi. zingine bado sija release. Na uko Zingine tu. bado sija release uko tuone. Okay. Mm. Hivi maybe unaweza kutuambia kwamba your latest song ni gani? Our latest ni hiyo Sibadiliki. Alright. Nimeusikiza huo wimbo Sibadiliki na mengine, ila kwa nyimbo kwa huo wimbo wa Sibadiliki kuna yale matamshi na kuna yale maneno unatumia ambayo maybe asijajua mbona unatumia. So maybe ukatuambia kwamba what is all about this song? Okay, hii ngoma ya Sibadiliki it's like unajua kwa life kuna vitu zenye zinaweza kuwa zinafanyikia mtu yenye kuna zile zenye zinaweza taka zikubadilishe in a positive way or in a negative way. So it's up to the person kuona gani inamfaa. So according to me kuna vitu zenye zilikuwa zinanifanyikianga moja mbili tatu hapo nyuma, unapata tuseme in a family way ama in a friendly way. Yani zinataka zikubadilishe in a way yenye kama hauko strong. Hapo ndo unasikianga mtu anasema ati depression inafanya mtu fulani ama stress inafanya mtu fulani. Sasa mimi ile tu through music nifanya nikajua okay ni nini nataka kwa life, nikiweka hizi vitu zinibadilisha in a way that wako wanasema huyu alikuwa hivi siku hizi yako hivi, hiyo ndo kenye sikuwa nataka. Sasa ndo maana yani hiyo penye yangu nilitoa through music. Sasa ndo maana nikaleta hapo Sibadiliki. No, yani siwezi badilika through what I'm going through. Nile kama it's in a positive way ama in a negative way, ni mimi ndio nijue nataka nini kwa life. Okay, kuna kitu naelewa hapa kidogo. Maybe huu muziki umetoa baada ya kifo cha tuseme ni kama brother yako, alafu pia ni mzee wako anaitwa nani? Babu. After the death of Babu, si ndio? Yes. So, what is it? Alikuwa kama pila kwako ama mbona ukamtaja mpaka kwa song? What happened? Okay, unajua ndio alikuwa kama macho yangu sasa. Yes. So ndio alikuwa ananionyesha what to do right ama nikienda wrong enda ananiambia usifanye hivi. So unajua yeye ndio alinifundisha okay, kama mwanaume inafaa ustrive aje. So unajua in whatever in everything I'm doing after God anakwanga yeye. Yeah, cause tuseme vile alikufa nilipitia mengi yenye siku moja nitakuja hapo nitaeleza yote. Nilipitia mengi through kupigwa vita na family members, unajua vitu kama hizo. But nikakuona kama baada ya kifo yake ulikuwa unafanya kazi kwa bidii zaidi. I think hapo sasa ni kama ulipata nguvu zaidi. Okay, unajua through kenye nilifanya nikafanya nifanye kazi zaidi. Nile unajua kulikuwa na matamshi ilikuwa inasemekana ati huyu tuseme babu yake akikufa atarudi kwa ground nini, but they didn't know kuna plant yenye mzee aliplant kwangu. Yani yote menye alikuwa hako ama yuko ilikuwa isha grow. Sasa unajua nile ilikuwa inanikeep sasa nile nilikuwa nikifanya kitu na feel presence yake karibu na mimi. That's why hata hii kutoka huko kukuja kupambana huku nje. He is always with me. That's why unaona yani ndazidi kupambana kwa sababu yake. Okay, right. Yeah. Okay, I think that one is your best song so far, au sio? Hiyo ndio yani naweza isikia hata mara 3 kwa siku. Hata naweza amka saa 8 usiku na nisikie. Because inanipatia ile morali ya you can still keep on pushing. Because unajua kuna wale watu wenye sema ulikuwa unategemea mzazi sana ama ulikuwa unategemea ulikuwa unategemea baba ama mzazi. Sasa ile mzazi akikuacha unashtukia ni you think